mtumishi wa Musa akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. God is sending a message to the servant by the name of Joshua, aliyekuwa ndiye mtumishi wa Musa. Maandiko inazungumza inasema kwamba Joshua alikuwa ni mtumishi wa nani? Wa Musa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Some people they are passing through calamities, na baada ya matatizo wanaanza kujiuliza maswali, kwa nini mimi? Why me? So someone who was passing through problem than you, kuna wale ambao waliopitia matatizo makubwa kuliko wale yako. Sasa wewe unapitia tu mahali katika nyayo ambazo waliokuwa wakifanya nini? Wakipitia. Sema amen. Na unaposoma maandiko mama assembly, maandiko inasema ya kwamba Mungu hakupatii jaribu ambalo litakalo kulemea, but God will always give you the temptation that is know very well that you will win and you will conquer. Am I talking to someone? Yes. Amen. Mungu anakupatia jaribu ambalo utalishinda. Shikani biono. Yes. Ama wakati ulipitia kwa jaribu ulikufa. Wewe ni mkufi. Ulipitia kwa hiyo kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba akaona ni vyema achukue Joshua ili ampitishie katika nyayo za Musa alizokuwa akipitia, na akamwambia Joshua ya kwamba Musa mtumishi wangu amekufa, na sasa wewe nahitaji uchukue ushukani ambao Musa aliyokuwa nao. Amen. And for now there's no Joshua anymore. Kuna pastor na mama assembly, yes. So ukisema utangojea Joshua utashindwa. You will wait until tomorrow but you never see. Am I talking to someone? Yeah. Because those servants that God was leaded with, wale ambao viongozi Mungu alitembea pamoja na wao, bado wapo. It's just a matter of alikuweka kuwa kipofu usije ukaona ili ukaelewa. Akasema kwamba atachagua wale watumishi ili wafuate nyayo za Joshua. Vile Joshua alifuata nyayo za Musa, hata wao wafuate nyayo za nani? Joshua. Am I talking to someone? Yes. Na akasema kwamba ni usiende kinyume. Yeah. Ukisoma ndio Utrumi inasema namna hiyo. Usiende kinyume. Wewe ukienda kinyume na utumishi wa Mungu, shauri yako. Hawezi. Yes. Nipende inaandiko mama assembly still na niguza sana asubuhi mapema. Kwa sababu when I knelt down, nikipiga hapa magoti asubuhi. Leo sikushtuka kama ile kawaida. Nikiomba nilikuwa ninasema wenda mtu ananiandaka nyuma ninaangalia na mrefu. Lakini nikoze utani nikajua kwamba God is behind me. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Never have a spirit of fear because always God is in front. Mungu yuko mbele. Shikani wano. Yeah. Mungu yuko wapi? Mbele. When you are doing, wakati unapofanya kitu usiogope. Mama assembly, uhajatabu. Kama Mungu alitaka usiongoze ili kanisa ungemaliza miezi 3. Because mimi nataka niwaambie mfano na mchunguze na mtaniambia. Yule mtu ambaye Mungu hakuweka muhuri. Ukiona mtu anaongeza less than 3 months, Mungu hakuweka muhuri kwa ule kiongozi. I'm really sorry to say that. It is online. Amen. Yule kiongozi ambaye Mungu aliweka afanye kazi, atafanya kazi na ataendelea kufanya licha ya changamoto, licha ya malumbano, licha ya mavita, licha ya kugongwa. Unarusha mawe na anajengea. Yes. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 2. Inasema Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu ya Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Yes. Mstari wa 3. Kila mahali hapo sasa, that is where the major point is. Kila mahali sitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi, nimewaahidi na nimewapa ninyi. Sema amen. Sijui kama unakumbuka huo mstari mama assembly wakati uko kwa changamoto. Kwa sababu God is giving the covenant. Mungu anaweka ahadi.
Yes. Unasikia? Amen. Anasema kwamba licha ya changamoto, licha ya uzito wa barabara, because hata Musa amejaribu na amefika mahali aka give up. Sasa wewe unataka uchukue ushukani. Licha ya changamoto, yes. Licha ya unajua Musa alienda milimani kuchukua, unajua napenda mahali pale. Alipoenda kuchukua maagano, akarudi akapata people who are worshiping gods. Wametengeneza vifaranga, wametengeneza ng'ombe, wametengeneza sanamu, wanafanya they are worshiping, wanaambia miungu, wanaabudu. Sema amen. Amen. Alipofika mahali pale akashangaa, sasa watu na nimewakomboa mikononi mwa Wamisri, nifanye hasira ikamfika mpaka akagongesha a lot of people died. Hasira yenu inasababisha watu wengi sana wakaumia. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Never be, usiai kuwa na hasira, kwa sababu sometimes washirika hawa tunaongoza hawa, unaambia tuende huko na wanaenda wapi? Ukiwaambia tufanye hii tuombe mkuje saa 3, utaona tu mwingine amekuja hapa saa 6 hadi anafanya tu na mwenyewe. Sasa Alafu akifika pale nyuma anaita Mrs. akimwona alafu anamhaka pap. Na yule zao ule bwana. Bwana Yesu asifiwe. Musa alipotazama yale yakitendeka, aliumia katika moyo na akaangusha makono na watu wengi wakakufa. Kwa mfano huu unasema ya kwamba katika safari ya uongozi na katika safari ya Mkristo kuna milima na mabonde. yes. Kama mimi ningekuwa ni wewe ningepiga makofi, lakini kwa sababu umekaa shauri yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Safari ya Mkristo ina changamoto, ina uzito, lakini changamoto ile Biblia inasema kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu. Mungu ameahidi ya kwamba agano lile halitaondoka, litakuwa hata milele. Mimi ningependa Belinda toka hapa ende nyumbani, kanyaga kwa shamba ya jirani, useme kwamba Mungu uliniahidi hili shamba langu, ndugu na sisi 10 tawi. Hiyo shamba hataki kuuza, yeye anao kabisa. Ambia Mungu, I command this is my land. Na mimi najua kwamba hata kama si leo ama kesho, it is my land. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu aliwaahidi. Yes. That's what I normally say. Yeah. Hiyo ndio mimi huwa ninasema. Sema imani. Na siogopi. Nitahu tawe. Sema tawe. Oh, pia Yesu makofi mazuri sana. Unajua tatizo yenu mnasema niwaambie Wakristo mkuru. Tatizo yenu ni uoga. Lakini mkiwa na roho juu. Tatizo yenu nini? Uoga. Mko na uoga mwingi sana. Maandiko ile inasema tu mzuri ya kwamba mimi nimewaahidi na kila mahali zitakapokanyaga, enda kwa basi ya mtu. Wewe unalipa mbao, basi mtu amenunua shilingi milioni 20. Mwambie Mungu, mimi ni yangu. Hata kama sio leo ama kesho, hii basi ni yangu. You know, one day, siku moja ako sawa hiyo kijana. Siku moja basi nilipita kwa gari, wish kama bado zinakuja 7 seater. Aka gari ni kazuri sana. Niwaambie nilifanya uchawi. Nienda kwa gari nikaguza hivi. Nikasema tu hii itakuwa ni yangu. Na siko hapo imesema. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipita na mrevi nikikuza na wewe nikasema tu hii itakuwa ni na sisi niko nayo. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja nikaenda kwa matatu nikabebwa, nikasema kwamba siku moja nitaona matatu. Kwani mbona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu amenyoa. Amen. Sometimes ambia Mungu ya kwamba kila mahali zitakapokanyaga, umeahidi ni mali yetu. And I'm stepping to this land now. It will be mine. Na itakuwa. Yes. Hata kama ukipitia kwa changamoto, usipende raha mingi. Usipende raha mingi. Kama unataka kununua kitu, usipende raha mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaanza chips sana tamu. Wakaanza tumidude tumandazi na makambu motawe. Na mandazi na sisi na njugu hapana. Sometimes angalia njugu usikie tu imeshiba. Utasikia umeshiba kwa sababu unataka achieve your goals. Hebu tusomee Joshua 6.
Yoshua 6 inasema basi Yeriko, unasikia mzuri sana, ulikuwa umefungwa Yeriko ni mji kwa sababu ya wana wa Israeli. Yeriko ni mji ambao mojawapo miji ambazo zilizokuwa katika mji wa Yerusalemu, na ni mji ambao Mungu alikuwa ameahidi wana wa Israeli lazima watapita ndani wakienda mahali ambapo walipokuwa wameahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na walipofika katika ule mji Mungu amewaahidi, lakini walipofika Mama Assembly walipata mji ule umefungwa. Walipata mji umefanya nini? Umefungwa. Sio kama tunaelewana. Yes. Tuko pamoja. Kuna mtu mmoja akaniambia kwamba chief, tuombe, tumetafuta nyumba tukakosa. Nikamwambia usigive up, never give up, because God has risen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes Mama Assembly unaweza Mungu uende kwa barabara ukae mpaka saa 6 haujauza, umeuza tu tembo. Usigive up. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes unaenda msakijiji, unaenda unakai rent mwezi mzima, inafika tarehe 25 mtu aliyekupata ni mtu mmoja, utafanya nini? Utafukuza watu wote waende. Mungu hukupatia jaribu ambalo anajua vizuri utashinda. Sema amen. Amen. Maana nikaona mtu mmoja, mama mmoja ambaye alikuwa ni maskini kabisa, ni msichana ambaye hakuwa hajaoleka bali anaishi kwao, na mama yake ni mgonjwa kabisa. Mama alikuwa ni mgonjwa zaidi. Sasa akawa anauza hii vitu, hii matunda kwa barabara. So alipoenda akapita kwa mfalme mmoja, alipoenda ili kwamba amuuzie, akashambuliwa na security, akagongwa na zile vitu zake zote zikafanya nini? Zikaanguka na zikamwagika. Bwana Yesu asifiwe. Na zilipomwagika, Mama Assembly akapata mwendazimu, mtu mwenye akili punguani, akachukua chuma moja akalikula. Unasikia? Kwa akuchukua, akauliza msichana, nasikia njaa. Na msichana akamwambia kwamba sasa nifanye nini? Hizi machungwa zote lazima nioshe ndio nirudi kwa barabarani. Lakini sasa kwa sababu umeitisha, chukua ile moja, sioshe na ufanye nini? Ukule. Unasikia? Yes. Na akachukua na akaanza kunarua. Na alipokula akamwambia kwamba na kuombea siku ya leo, haijalishi hata kama imeharibika, hiyo machungwa yote uende uuze. Alipofika mahali akapata kwamba kuna mzee mmoja mkubwa fulani ananunulia watoto vyakula, na akauliza yule msichana, akamwambia kucha, hizi zote ni pesa ngapi? Msichana akampatia bei wakati zilipokuwa nzuri zote. Akasema nipatie, akampatia na akampatia pesa na akagawia watoto. Tupige Yesu makofi mazuri sana. Amen. Sometimes God works in a method. Mungu hufanya kazi katika njia tofauti. Hali ngumu unayopitia si kwamba Mungu amekukataa, si kwamba Mungu amekusahau, si kwamba Mungu amekutupilia mbali, bali anahitaji aone moyo wako uko wapi. Amen. Anahitaji apima moyo wako aone wewe uko wapi, ama msimamo wako umesimamia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes unaweza pigwa vita, Mama Assembly, umetandikwa kabisa mpaka nifika mahali unasema kwamba nimekata tamaa. Ni kanisa ya Rosa na Mutawe. Sitakanyaga. Nasikia? Basi sitakanyaga ndani hilo kanisa, kwa sababu yale nimepitia ni mazito sana. Nije mkanisa ya tena na tu mikono. Sina kitu. Hata itoi kitu. Nimefanya namna gani? Nitamwambia nani? Sitaambia Mungu. Nikiambia chief ameondoka ameenda Mlolongo. Chief ameondoka ameenda Utawala. Chief ameenda, sasa nitaambia namna gani? Pastor tufanye namna gani? Mpaka unafika mahali unasema kwamba ni heri ikae. Maandiko inasema kwamba never give up. Amen. Amen. Never give up. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sometimes unaweza fanya kazi. Wakati unapofanya kazi leo unalipa shilingi 8,000. Na hizi 8,000 umefanya zaidi ya miaka 3 haiongezi. Uchumi inapanda. Bana basomanga. Wewe unahitaji mafuta, wewe unahitaji nguo, wewe unahitaji viatu, unahitaji angalau utengeneze nywele zikae kama msichana kama wengine. Lakini unalipa shilingi 8,000. Unafika mahali unasema kwamba ni heri nioleke. Hapana, sio suluhisho. Amen.
Yes. Ni heri niache kazi hii, niondoke niye sasa. Wakati unapoacha kazi, ukienda kule kwingine, kumbe unaoneka mahali ambapo kuna shida juu ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Never give up. Amen. Amen. Usikate tamaa. My message is never give up. Amen. Amen. Usikate tamaa. Mimi sometimes na mganga asubuhi naambia mama ya kwamba sababu sina mafuta, leo nataka nitoke mapema na niache gari kwa mlango. Lakini mama ananiambia tu chipa moyo utapata tu. Yes. Naenda na start gari, taa ya mafuta imewaka. Kuondoka kwenda hivi napata mtu mmoja ananiambia kwamba nipeleke mahali fulani nikupatie shilingi 1000. Hakuna kangola hata. Na kama ningeacha nipande matatu ningelipata. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes usikate tamaa. Maana majaribio haya ambayo ulio ndani, Mungu ako na kusudi kukuweka ili kwamba uyashinde. Akamwambia Joshua, mji wa Jericho, licha ya kwamba umefungwa, hakuna wa kutoka, hakuna wa kuingia, ninautia mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa njaa mnaita namna gani? Wakati wa kiangazi mlikuwa mnaita namna gani? Sabanala. Kumbe mnajua sabanala. Wakati ilipokuja unashangaa, nikimbie nienda kwa mjomba, nikimbie nienda siko nani, nikimbie nienda wapi? Ukienda kule unapata shida ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akaambia Joshua, hii mji wa Jericho nimeuchukua, nimeweka mikononi mwako. Yes. Face the challenge. Fight with the challenge until you achieve your goals. Sema ina. Pigana na hiyo hali, pambana na hiyo hali, minyana nayo hadi upate kile kitu unachokitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haujaiona mtu amenunua gari kwa mshahara wa shilingi 8,000? Haujaiona? Manake maandiko inasema vyema ya kwamba ninoni bila fedha. Nchi na vyote vilivyomo ni mali ya nani? Yeah. Na akona uwezo wa kuchukua na kupatie. Bwana Yesu asifiwe. Akona uwezo wa kuchukua ile ingine na afanye nini? Akupatie. What you do, never give up. Usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikate tamaa. Hata ukiamua leo, kesho asubuhi naondoka, nipendi aje Kitanga, unaenda wapi? Nafunga mabaki zangu, mama sema sitamuona kwenye nyumba. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Amen. Amen. Mwingine akakata tamaa akasema kwamba nataka niende nikunywe sumu. Wakati alipokula sumu, hiyo sumu kamuongeza mwili na akanona. Baada ya kufa akanona, akaweka kapitani. Hai. Sasa hii sumu naye pia tena baada iwe. Baada ya mwili amenona na ameweka kapitani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekula sumu. Akaenda ili kwamba aanguke kwa barabara ya gongo na gari. Alipochurisha namna hivi, gari ikamguza tu mkono hapa tu kidogo. Ikaguza tu kidogo na kwani ni kwa na ule mtu wa gari akasimama. Akachukua shilingi 500 akampatia na akaenda. Hajaumia. Sasa alikuwa anataka kifo. Lakini Mungu anabadilisha kile kifo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yesomie. Amen. Usikate tamaa. Kwa sababu haya yote Mungu akachukua mji wa Jericho akautia mikononi mwa nani? Joshua. Akamwambia kwamba hata kama mji umefungwa, nimechukua nimeutia mikononi mwako. Sema imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wakati anapoutia mikononi mwako amekupatia suluhu ya hiyo challenges. God has given you the solution of that challenges. Sema imani. Amen. Mungu amekupatia suluhu ya yale mateso. Eunice, mwana ananga, bosi nikopeshe pesa, bosi nisaidie, sijui nipigie Mrs. nikopeshe shilingi 2,000. Mama assembly, mna kuanga na hasira, nikopeshe. Umesahau Mungu yuko. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha ile madeni, usipate deni bali aponye nani? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake wana wa Israeli na maasembuli, maajabu ni kwamba walipofikia ule mji wa Jericho, hawakuchukua manyundu, hawakuchukua machuma ili wabomoe, bali Biblia inasema ya kwamba Mungu akawaambia uzungukeni mara ngapi?
mara 6 na mara ya 7 ni kushangilia. Yes. Ai, wewe hawakupambana na manyundo mzee, hawakupambana wakitoa jasho namna hii. Hapana, Mungu aliwaambia kwamba endeni tu mkaufunguke mara ngapi? 6 na mara ya 7 mtashangilia. Sema amen. Tatizo lenye mnasahau Mungu sana. Na amewaambia tu nyayo zenyu hali zitakanyaga, nimewaahidi. Nimewaahidi. Pastor, mahali zitakanyaga nyayo zenyu. Nimefanya nini? Nimewaahidi. Sasa kama Mungu amekuahidi, kwa nini ukate tamaa, uepukane na uso wa Bwana? Na hapo soma maandiko unaona ya kwamba Mungu anazungumza na Ibrahimu. Anamwambia Ibrahimu ya kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa. Ibrahimu anauliza ya kwamba je, nitakuwa baba wa mataifa namna gani? Na mimi mwenyewe niko na miaka 70, hananyo na humo anamlala tawe. Sijapata hata mtoto kijana, hata mtoto msichana. Lakini Mungu anamchallenge, amwambia kwamba atakaye rithi mali yako ni yule atakaye toka kwa kiuno chako. Sijui kama mnaelewana mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibrahimu from nothing, mama ya family, anakuwa ni baba wa mataifa. Akampata mwana Isaka. Na kwa Isaka anamwambia kwamba pia wewe utakuwa ni baba wa mataifa. Anapata Yakobo. Anaambia Yakobo, wewe ni baba wa vizazi 12. Hebu ona haya maneno. Piga Yesu makofi mazuri sana. Amen. Why should you give up? Manake Ibrahimu naona alikuwa amegive up 70 years, sitapata mtoto. Mpaka anaenda kupata wale watoto adopted, angalau wakuja kurithi mali. Lakini Mungu anamwambia kwamba sio wale, you are doing wrong. My selection is that atakaye rithi mali yako atatoka kwa kiuno chako. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Why should you give up? Stella, wewe umepanga virako mara ngapi unataka kutoka kwa nyumba? Unataka kwenda kwenu? Kwa sababu mimi sikutaki leo. Nani amekwambia? Mungu amesema vizuri katika maandiko ya kwamba mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu zako, na wewe umekanyaga kwa hii nyumba ya huyo mzee, unatoka unaenda wapi? Utatai. Hata mshahara wa shilingi 5,000 wakanunua magari. Mshahara wa shilingi 5,000 wakanunua mashamba, wakajenga manyumba, wakafanya vitu kubwa kubwa, kwa sababu God has anointed your feet. Amen. Mungu ameweka anointing katika minyayo za miguu zako. Yes. Kwa nini ukate tamaa mzee? Mimi sitaki. Natoka ninaenda. Unaenda wapi? Wewe yuko hivi. Kapo. Kapo. Manake wana wa Israeli walipotoka mji wa Misri walijua kwamba njiani ni mwendo wa siku 11, lakini iliwa karibu miaka ngapi? 40. Na katika hizi miaka 40 utapata walikuwa na njaa, kulikuwa na nyoka iliyouma wakakufa, sijui nini, wengine wakakufa na kiu, sijui nini na nini, lakini baadaye walifika katika mji walioahidiwa. Kwa sababu gani? Kila nyayo walikanyaga, God was monitoring. Even you, God is monitoring your feet. Mahali unapokanyaga Mungu anatazama na anaona. Kwa nini ukate tamaa? Oh yes. Kwa nini ukate tamaa? Amen. Amen. Kwa nini ukate tamaa? Usikate tamaa. Licha changamoto zote unapitia, usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata vita upigwe namna gani? Mama asema, unaenda kwa nyumba asubuhi, unaenda kununua ngwashe, umevuna huku, wewe enda uuguza, uambie watu ngwashe ni tamu, zingine nimeweka kwa mdomo. Nimeweka wapi? Kwa mdomo. Sasa watu waone ya kwamba hii yenyewe mwenyewe amefurahi, hata sisi tunaona ni mzuri. Hadi makule kumbe hiyo kuchapa pia ilikuwa mzuri, ni kusaidia kufanyia marketing. I'm talking to someone. Yes. Usikate tamaa. Nasikia? Very nice. Usikate nini? Tamaa. Usivunjike moyo. Maana kila mahali zinapokanyaga nyayo za miguu, Mungu amefanya nini? Amekuahidi.